pepeto linachambua mchele na pumba, kwamba marafiki gani uliokuwa nao, waliokuwa mchele au wengine walikuwa pumba. Huwezi kuamua wakati mambo yako yote yamenyoka, yanakwenda vizuri, ngoja yatetereke. Kwa hiyo hapo ni kama pepeto. Unaweza kuta marafiki zako uliokuwa naona marafiki zako hapa kanisani wote wanakuacha, wanabaki wawili au watatu, wanasema mimi na wewe na sisi mpaka tuone mwisho wa jambo lako. Haleluya, haleluya. Marafiki wa kweli wewe huwezi kuwajua wakati ambapo mambo yako yamenyoka, mambo yako yako vizuri, mambo yako yako super. Huwezi kujua nani ni rafiki wa kweli na nani ni rafiki fake, lakini mambo yako yakikoroganya, yakienda ndivyo sivyo, kwa sababu ya jaribu ambalo limeachiliwa kwako, ndipo sasa yataanza kujitenga kati ya mchele na pumba, kwa sababu ya jaribu ambalo mtu amekutana nalo. Ila mimi nakuomba wewe, kwa sababu sisi ni Wakristo, na sisi Wakristo ndani yetu tuna upendo wa agape. Upendo wa agape ni upendo usio na sababu, kwamba nampenda kwa sababu ni tajiri, kwa sababu ana afya njema, kwa sababu ananipa hiki. Upendo wa kimungu hauko hivyo. Upendo wa kimungu huwa unampenda mtu jinsi alivyo, bila kujali mapungufu na madhaifu yake, kwa sababu yeye, sisi tuliookoka, tunachopaswa ni kuwa na upendo wa agape. Sema amina. Kwa hiyo mtu mwenye upendo wa agape utamjua. Wakati wa raha atakupenda, wakati wa shida atakupenda, wakati wa magumu atakupenda, wakati wa mambo rahisi atakupenda. Unapopita mazingira magumu atakupenda, na unapopita mazingira mepesi atakupenda. Unapopita mambo ya aina yoyote ataendelea kukupenda, kwa sababu ndani mwake hana upendo feki wa kibinadamu, lakini ndani mwake kuna upendo wa kimungu, upendo wa agape. Sema amina. Kwa hiyo mtu mwenye upendo wa agape hata upite majaribu kama ya Ayubu, yeye kwa sababu amekupenda kwa upendo wa agape, upendo usio na sababu, bado ataendelea kuwa rafiki yako. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna upendo wa kimungu, upendo wa agape. Sema amina. Na wako kama kanisa kukua, kama Mkristo kukua na kufikia utu uzima wa kiroho, lazima upendo wetu ukue, upendo wetu uongezeke kutoka kwenye mpenda mtu, kwa sababu yani tufike mahali ambapo utampenda mtu hata kama hakuna sababu ya kukuvuta upendo. Jamani, haleluya! Huko ndio kukua kiroho, huko ndio kuongezeka viwango. Paulo anasema nilipokuwa mtoto mchanga nilianza kama mtoto mchanga, nilianza kama mtoto mchanga, lakini sasa tangia nimekuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana yake upo hata upendo wa kitoto, lakini unapokuwa wakubwa, tunapendelea viwango vya kukua kiroho, na kwa watu wazima kiroho tunaondokana na upendo wa kitoto, kwa sababu umepewa bibi. Unafika mahali ambapo upendo wako unaamua kumpenda mtu hata kama hakuna sababu ya upendo. Na ukifikia hivi kwamba hata kama mtu atapita kwenye jaribu lolote, kwenye magumu yoyote, wewe kwa sababu unampenda kwa upendo wa agape, hautaona shida kuendelea kuwa pamoja na yeye na ya moyo na kumsaidia mpaka baadaye avuke salama katika jaribu lako.